Ni mwenyekiti mwenza wa kamati ya MTAKUWA mkoa wa Mwanza, kamati ambayo imeteuliwa na Mheshimiwa mkuu wa mkoa ikiwa na wenyeviti wawili, katibu tawala wa mkoa wa Mwanza, na kwa mashirika yasiyokuwa ya kiserikali waliniteua mimi. Pamoja na mimi tuna wajumbe wengine ndani yetu, tuna mashirika yasiyokuwa ya kiserikali, tuna viongozi wa dini, tuna jeshi la polisi na naona mjumbe mwingine. Karibu mjumbe huko. Kwa hiyo tuna kampeni maalum ya kuamsha hali ya kila mmoja wetu katika mkoa wa Mwanza katika kuhamasisha malezi bora, kuzuia mmomonyoko wa maadili na kutokomeza aina zote za ukatili dhidi ya wanawake na watoto. Kwa majina naitwa Wile Sigore. Changamoto iliyopo kwenye maadili, malezi na mmomonyoko ni kwamba wazazi wamejikuta wako bize sana kutafuta fedha. Kwa hiyo mzazi anaweza akaondoka asubuhi saa 11 ameondoka kwenda kazini mpaka saa 4 usiku hajarudi nyumbani. Hana muda wa kuangalia au kufuatilia kuhusu watoto wake wanaendeleaje, wameshindaje, kule waliko shuleni wako katika mazingira yapi. Kila mmoja anakuwa yuko busy. Sasa tukija kwa upande wetu sisi tunaopaki eneo hili, tunajikuta kwamba kuna muda inabidi tuvae jukumu la wazazi, kwa sababu na sisi ni wazazi kule tunakotokea. Kwa mfano, wazazi wanaachia watoto wao kutoka nyumbani, hajui yule mtoto atavukaje barabara kwenda shuleni, hajui atakuwa na usalama gani mpaka kufika eneo lake la shule. Kwa hiyo sisi kama watu ambao tunatokea kwenye jamii huko mitaani, kabla hatujafika kwenye eneo letu la kazi, tuna wajibu wa kushughulikia wale watoto wavuke salama, lakini vile vile hata wale tunaokutana nao huko mitaani wanafanyiwa vitendo ambavyo si vitendo sahihi, yani vitendo vya kikatili. Tuna wajibu wa kuwasaidia. Kama tunaweza kubeba hilo jukumu sisi wenyewe tunaweza kufanya hivyo, lakini kama inashindikana tunawajibikaga kuwachukua na kuwapeleka polisi. Huwa tunashirikiana na Fande Fatuma kwa upande wa hapa Mirongo, tunampa taarifa za wale watu, na yeye kwa ushirikiano wanaotupa ni kwamba kuwa wale wazazi na wale watu wanaofanya yale matendo ya ukatili wanashughulikiwa kwa njia ya sheria. Asanteni. Tumekuja, hatuna jambo jipya isipokuwa ni kuja kukumbushana. Hali ya nchi na hali ya kimkoa kiukatili imekuwa ni kubwa sana, na hilo kila jambo linamuhusu kila mtu. Kwa upande wetu sisi viongozi wa dini tunawahusieni sana ndugu zetu wa bodaboda. Nyie mnafanya kazi kubwa kuanzia alfajiri mpaka usiku, wengine wanakesha. Sasa hizo ni changamoto ambazo zinatufikia. Tunakwenda kwenye upande wa maadili, upande wa malezi unajikuta wengi hapa wafanyakazi hizi za bodaboda ni watu wenye familia zenu, muna watoto, mnawasomesha, lakini wewe unatoka saa 12 asubuhi unarudi saa 7 za usiku. Hauna muda wa kukaa na kijana wako ukaongelea na kumpa maadili mema. Matokeo yake yule mtoto anakuwa hapati malezi bora kutoka kwa baba na mama. Matokeo yake yule mtoto anapata changamoto ya kuingia kwenye makundi ambayo sio mazuri, anaingia kwenye makundi ambayo anaweza akafanyiwa ukatili. Wito wetu sasa kama kamati ya MTAKUWA mkoa, tunawaombeni watu wa bodaboda wa Thakafa, lakini watu wa bodaboda wa mkoa wote wa Mwanza, tuhakikishe kwamba tunafanya kazi kuisaidia serikali, lakini kujisaidia na sisi wenyewe kwenye familia zetu. Kwani changamoto ikikutwa kwenye familia, mtoto akiwa mtukutu kwa sababu hajapata malezi bora, sisi tunakuwa ndio watu wa kwanza ambao tunaathirika. Askari wa jeshi la polisi, kwa upande wa polisi ninachowataka, haya yote mnawaambiwa jamani, mnatakiwa kwenda kuwa waenezi wa hili swala, mnatakiwa kukemea vikali. Na pia katika majumba yetu kuna wanaume wananyanyaswa, ndio? Basi msisite, kuna kitengo cha dawati la jinsia
Ukifika kule, anayekusikiliza ni mmoja tu. Kile kitengo kimewekwa special kwa ajili ya masuala mazima ya unyanyasaji wa kijinsia. Ipo pale Central. Wewe fika pale, nahitaji kwenda ofisi ya dawati. Ukifika pale utaelekezwa, utaeleza shida yako. Kama ni mkeo ataitwa, atasikilizwa, utasikilizwa na wewe, mtapewa mawili matatu. Ikishindikana, kuna uongozi wa dini pia, mtaelekezwa, utaitwa, ili tu maisha yafanye nini, yaendelee. Msikae na vinyongo. Wanaume mnakaa na vinyongo, ndio maana mnakufa mapema. Tuko tayari kuwasaidia, tuko tayari kuwasaidia, tuko tayari kuwatetea. Najua mna mengi moyoni kutokana na sisi kina mama. Manake ni kampeni ya wanawake, lakini naamini hata wanaume pia wana matatizo yao huko nyumbani, lakini hawasemi. Hiki mlichoumbiwa hapa, hebu kuanzia sasa hivi tukikemee kitoke, tutoe yale yaliyokuwa moyoni, usaidiwe. Ila mfate mtu sahihi, usiogope. We mfate Afande Fatuma, niko hapa kukusikiliza na kukupeleka pale ambako kunahusika. Tunaelewana? Kwa hiyo tukemee kwa nguvu hivi vitendo vya ukatili wa kijinsia, lakini pia tuhusike kwenye malezi ya watoto. Usiwe huku unafanya biashara, ukienda wewe unaondoka mtoto hakuoni, unarudi mtoto hakuoni. Hebu jitafutie muda, fanya biashara, tafuta muda hata siku ya Jumapili, kaa na familia yako, ongea na mkeo, ongea na watoto wako. Baba na mama wanahusika sana katika malezi, sio mama tu. Mtoto akiharibika huwa mnalaumu sana kwamba ni mama yake. Hapana, wote tunahusika kwenye malezi. Fanya kazi yako Jumatatu mpaka Jumamosi. Jumapili kaa nyumbani na familia yako, waeleze ni nini kinatakiwa pale nyumbani, dunia inaendaje. Maana wewe unakutana na mambo mengi huku barabarani, mambo yanaendaje, tuishi hivi wanangu, nataka hivi. Kuwa na msimamo, na wewe uonekane siku hiyo una sauti, sio mama tu aonekane na sauti. Mimi ombi langu, tusifiche masuala ya unyanyasaji wa kijinsia kwa wanawake, wanaume na watoto, na tusifiche pia